Bwana kwema. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kwema sana. Kikosi tayari kimeanza safari kuelekea Pemba. Unaweza kutujuza kidogo ile kikosi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo ndio siku ambayo tumeisubiri kwa hamu, na kesho ndio siku ambayo tunaisubiri kwa hamu zaidi, kwa maana ya tarehe 4 ya mwezi wa 7. Tunaondoka asubuhi hii kuelekea visiwani Pemba kwenda kwenye fainali yetu ya kombe la shirikisho la CRDB. Kama ambavyo mmeshuhudia kikosi, tunaondoka tukiwa full nondo, full masijala. Tunakwenda kupambana, kwenda kuipambania Simba Sports Club. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, hakuna yeyote mwenye changamoto yoyote, na tumeondoka na full mkoko kwa ajili ya kwenda kuipigania furaha ya wanasimba. Tunaamini pamoja na ukubwa wa mchezo huu, pamoja na ugumu wa mchezo huu, lakini kwa aina ya maandalizi tuliyokuwa nayo, kwa aina ya ujasiri tuliojivika, kwa aina ya mahitaji tuliyokuwa nayo, tunaamini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Semaji, mnakwenda kucheza na Azam FC ambao na wao wana timu bora, na kocha pia amezungumza hilo. Mnahitaji kuchukua kikombe, lakini ni mechi ngumu ambayo mnakwenda kucheza nayo, ambao mnaenda kukutana nayo. Tuambie sasa, kwa namna mpinzani wenu alivyo, na yeye kwa sababu hana kikombe chochote ambacho amekipigania kwa msimu huu, na ukizingatia wana kocha mzuri ambaye anaweza akafanya hivyo mbele yenu. Ya, ni kweli Azam wana timu bora, na kwa msimu huu Azam imekuwa bora zaidi mbele ya Simba Sports Club. Ukiangalia msimu huu timu pekee ambayo imefanikiwa kuifunga Simba ni Azam FC. Ukiangalia msimu huu timu pekee ambayo imekusanya alama nyingi katika mpira wa Tanzania ni Azam, amechukua alama 4. Waliobaki wote ni alama 1, alama 2, kitu kama hivyo, lakini it's only Azam FC ambayo imefanikiwa kuchukua alama 4 mbele ya mnyama. Sasa hii haiji kwa bahati mbaya, hii inakuja kutokana na ubora aliyokuwa nao msimu huu, ndio maana amefanikiwa kufanya hivyo ambacho amefanya. Lakini kama haitoshi, na wachezaji wazuri, ina mchezaji mzuri, na ina mwalimu mkubwa mwenye uzoefu ambaye anajua namna ya kucheza mechi za namna hii, mechi za kimaamuzi, mechi za fainali. Kwa hiyo ukiangalia fakta zote hizo zinatengeneza fainali bora yenye mvuto na fainali kubwa yenye hadhi kweli kweli ya kombe la CRDB. Lakini pamoja na yote hayo, sisi tumejipanga, tumejiandaa kwenda kuipambania nembo ya Simba, kwenda kupambania furaha ya wanasimba, kwenda kupigania ubingwa wa Simba Sports Club. Tunawaheshimu Azam FC, lakini tuko tayari kwenda kuonesha upinzani mkubwa kesho katika dimba la Gombani. Pengine kwa shabiki wa Simba yeyote ambaye ana hofu kuishuhudia kikosi kinasafiri siku moja kabla ya mchezo, unaweza wasiwe na hofu. Kwanza Pemba sio mbali kwa ndege, lakini tumelazimika kwenda hii leo kwa sababu Pemba hakuna miundombinu ya kujitosheleza ya timu kukaa muda mrefu. Kwa changamoto ya hoteli nzuri za standard ya Simba Sports Club, changamoto ya viwanja vya mazoezi. Kwa hiyo tusingeweza kwenda kule siku 2 ama 3 kabla, tungeishi maisha ya dhiki. Kwa hiyo option nzuri ni kwamba tukae Dar es Salaam, tufanye mazoezi yetu Dar es Salaam, tumalize mipango yetu yote Dar es Salaam. Tunaondoka leo, kesho tutafanya mazoezi leo jioni tutafanya mazoezi uwanja wa Gombani, alafu kesho tunamkia mchezoni. Hata ukiangalia Azam wenyewe hawajaenda moja kwa moja Pemba, wamekomea Unguja. Wako Unguja pale wanafanya maandalizi yao Unguja, leo ndo wanakwenda Pemba. Kwa hiyo wanasimba wasiwe na wasiwasi wa aina yoyote ile. Tumezingatia yote hayo na hakuna athari ya aina yoyote ile sisi kwenda siku moja kabla ya mchezo. Wachezaji labda wametuma salamu zozote, semaje? Wachezaji tumewaeleza na wenyewe wanajua ya kwamba tunatakiwa kupata ubingwa msimu huu. Na kwa aina ya wachezaji tuliokuwa nao, class tuliokuwa nao, bwana ipeleke pale
tupeleke pale, tukampe yule mlinzi anayekagua pale, ampe meneja wa Simba. Wachezaji tuliokuwa nao wenyewe wanajua kwa status yao haipendezi kumaliza msimu na kikombe kimoja pekee. Kwa status yao wanastahili kumaliza msimu wana makombe 2, 3 mpaka 4 ambayo yote mmekuwa mmeshiriki. Kwa hiyo tumeeleza ya kwamba yes, tuna kombe la Muungano lakini halitoshi. Tuna wajibu ya kwenda kupambana tupate makombe mengi zaidi. Na in fact kombe la CRDB hatujalichukua muda mrefu. Kwa hiyo tunatakiwa kulichukua kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo. Na wachezaji wanatambua thamani yao inaongezeka na ukubwa wao unaongezeka endapo wakifanikiwa kuchukua ubingwa huu wa CRDB. Kwa hiyo kwa upande wa wachezaji wenyewe wako very okay, tayari kwa ajili ya vita. Kale kombe ni kazuri sana CRDB. Kombe la CRDB sio tu zuri memo, lakini pia ndio taji kubwa zaidi katika ligi ya Tanzania, katika mpira wa Tanzania. Exactly, katika mpira wa Tanzania ni kubwa ukilinganisha na mataji mengine, na ni kubwa ukilinganisha na aina ya timu ambazo zinashiriki kwenye mataji mengine. Kombe la CRDB linashirikisha timu 97. Siku zetu tulimuuliza mratibu wa TFF Bwana Kizuguto, akasema timu 97 zimeshiriki msimu huu. Unaposema timu 97 maana yake unazungumzia timu za madaraja yote, unazungumzia timu za nchi nzima, unazungumzia timu kutoka kila pembe ya Tanzania zimeshiriki katika kombe hili, lakini hawakuwa na ubora wa kufika fainali. Ni sisi na Azam FC ndio tumefika fainali. Kwa hiyo mpaka sasa timu bora Tanzania ni Azam FC pamoja na Simba Sports Club, lakini nani atakuwa bora zaidi ni yule ambaye atapata ushindi katika mchezo wa kesho. Ukiwa mshindi, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba wewe ni bora kuliko timu zote 97 ambazo zimeshiriki kwenye kombe la shirikisho, lakini vile vile wewe ni bora kuliko timu zote za Tanzania. Ni tofauti na kombe la ligi ambalo linashiriki timu 16 pekee. Maana yake ukiwa bingwa, wewe ni bingwa wa timu 16, ambapo ndani yake kwenye 16 humo kuna Pamba, kuna Dodoma Jiji, kuna Singida, ambao hiyo ni timu moja. Kwa hiyo ambao ni, kwa hiyo ukitoa kwenye 16 ukimtoa mnyama ambaye ni independent unabaki timu 15. Kwenye timu 15 toa Singida, toa Pamba na Dodoma Jiji anaingia na kutoka, maana yake umebaki kuwa na timu ngapi? Timu 12 pekee. Ujue hesabu memo. Timu kwa ni bingwa wa timu 12. Sijui umeelewa Kwa unaweza ukapima hiyo weight ukaona kuna utofauti mkubwa. Lakini kama haitoshi, hili ni kombe linalosimamiwa na shirikisho la soka nchini Tanzania. Yaani shirikisho hili ni kombe la Wallace Karia mwenyewe. Yeah. Kombe la CRDB ni kombe la Wallace Karia mwenyewe. Ni kombe lake yeye mwenyewe, limetoka nyumbani kwake yeye mwenyewe kabla ya kwenda visiwani Pemba. Ni kombe analolimiliki yeye mwenyewe, ni kombe la rais wa TFF mwenyewe, yani la kwake yeye mwenyewe, lina saini yake. Kombe la ligi kuu ni la ligi kuu la Boimanda, la ligi sijui tuko sawa hapo. Nataka tu muelewe ukubwa na thamani ya kombe la shirikisho. Nataka muelewe uzito wa kombe la CRDB. Ni kombe zito, na ndio maana sisi tumeweka nguvu kubwa na akili kubwa kwenda kulipambania kombe hili, na tunaamini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kwa maandalizi tuliyoyafanya na kwa ubora tuliokuwa nao, kombe la CRDB linakuja unyamani. Kwa maelezo ya wasemaji, ikitokea mkafanikiwa kulipata, tafsiri yake haitakuwa kinyonge
kwa maana kulisherehekea sasa? Tutaangalia tunafanyaje. Tunaweza tukaamua tusherekee ama tusisherekee. Yes, sisi ukubwa wote kwa mawili sasa ujue. Kuna watu wanasherekeaga birthday, kuna wengine birthday yake mpaka akumbushwe. Ni namna ambavyo wewe unalichukulia jambo. Kwa hiyo tutaamua tusherekee au tuchukue zetu ubingwa turudi Dar es Salaam hapa, kila mtu aendelee na mipango yake. Ikiamua sasa msherekee, mnafanyaje? Tukiamua tusherekee, tutasherekea. Tutasherekea kikubwa zaidi, tutasherekea kulingana na hali ya Simba Sports Club na tutasherekea kulingana na ukubwa wa kombe lenyewe, na itakuwa ni parade standard, sio mchaka. Kuna mchaka na parade. Itakuwa ni parade standard ambalo lina hadhi ya nyota 5. Natamani kuona nyota. Taona. Natakia heri basi. Leteni maswali. Mashabiki wengine. Leteni maswali. Sawa, maswali ni haya, nasemaje? Kuna baadhi ya mashabiki wamesema kule ni mbali bwana, mambo sijui nini, watashindwa kufika. Pengine unaweza ukawaambia lolote kwa sababu watakosa nafasi ya kwenda kule. Kwanza tumeumia pakubwa sisi kama Simba Sports Club. Wapo mashabiki wetu wengi wameshindwa kusafiri kwenda Pemba, na lazima tukubali ukweli. Pemba ni mbali, umbali kwa maana ya huo umbali, lakini vile mazingira ya Pemba ni magumu kweli. Sehemu kubwa ya wanaosafiri kwenda Pemba wanajua changamoto yake ya kwenda kule. Kwa hiyo sio sehemu inafikika, lakini sio rahisi. Yani you need to struggle ili uweze kufika Pemba. Either uondoke na mwewe ama uondoke na boti, na boti ina sehemu ukifika hiyo lazima ubongo uchanganyikane na utumbo. Sijui umeelewa. Ndio maana umebakimbia sana. Umeona bana, ni pagumu. Umeona kuna wakati unajisikia double, unajihisi kama vile mwili wako umeishiwa damu alafu umeongezewa maji. Ni pagumu kweli. Kwa hiyo watu wengi wameshindwa kwenda, na sisi tulitamani ama tungetamani kuona finali hii tuna watu wetu full nondo. Yani kugeuka hivi unaona mpira pesa wale pale, geuka huku unaona Terminal, geuka huku unaona KRM, huku unaona Simba asilia, huku unaona yani mpira maendeleo. Ndio raha ya Simba. Matambala yametandikwa pale, unawaona Simba Mawenzi Morogoro, Simba Msamvu Morogoro, Simba sijui burudani Arusha, Simba raha Arusha, yani unayaona matawi yako yote pale. Lakini kwa Pemba lazima tukile kwamba ni ngumu, hata sehemu ya kulala ya kufikia. Bwana mbona marubani yale bwana, kwa ndoto ya kuwa rubani bwana. Ilishia wapi? Akili kwamba ile mpaka physics geography nini. Nikashindwa bwana, akili yangu ikawa inaelewa Kiswahili na geography. Nikakomana na HKL. Sasa hivi ningekuwa rubani sasa hizi na rusha zangu ndege tu napiga miseli angani. Nimeonea tamaa sana wale marubani wale. Lakini mbona marubani wengi Wahindi na Waarabu? Shule sasa uweze kusoma shule msingi Yombo alafu ukatoboa ukaja kuwa rubani. Pazitu. Wale watoto wa Muntaziri wale sio wapi ndo wanafika kule. Lakini nisiwakate tamaa. Watoto wa shule ya msingi Yombo wakomae. Unaweza kuwa yoyote katika hii dunia. Ila mimi nilikuwa na ndoto ya kuwa rubani, nimekwama. Anyway, kwa hiyo tulitamani kuwa na watu wetu wote, imeshindikana. Mazingira ya Pemba ni magumu, hata pa kulala vile ni changamoto. Wengi wanafikia kwenye hostel za mashule na nini, lakini yote kwa yote hatuna budi. Mamlaka ndiyo ambayo imechagua, na mamlaka ndiyo yenye maamuzi ya mwisho ya kuchagua. Kwa mtu mmoja nilimsikia anasema tungegoma viongozi wangegoma.
Unaweza ukagoma kama kitu kiko nje ya kanuni, lakini kama maamuzi yamefanyika ndani ya kanuni ni ngumu kugoma. Na sisi Simba Sports ndio waanzilishi wa kucheza mechi zetu za fainali nje ya Dar es Salaam. Sisi ndio wa kwanza kabisa mwaka 2017 au 16, fainali yetu ya kwanza kabisa, fainali ya kombe la shirikisho ya kwanza kabisa ilichezwa mjini Dodoma. Kwa baada hapo ikawa ni kanuni na maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo ukikataa Pemba utaambiwa mbona ulikwenda Sumbawanga, sijui umeelewa. Kwa hiyo yote kwa yote ni kwamba mamlaka zimeamua na jukumu letu ni kutii, na kilichobaki ni kwamba ni kwenda kupambana kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Neno kwa mashabiki ambao watajitokeza. Kwa wale ambao watajitokeza pale visiwani Pemba, waje kwa wingi kwanza, tuje tuipambanie Simba yetu, tuje tuchukue ubingwa wa kombe la CRDB. Metosheka. Kwa wanangu hata Pemba ameshindwa kutoboa. Haya, Morocco mbali, sijui Nigeria mbali, Pemba wanangu ameshindwa kutoboa. Mnajivunjia mavala. Unajivunjia mwanangu.